Ndugu wa Kristo, vipawa na karama vyote ni mali ya Mungu. Vipawa na karama vyote ni mali ya Mungu, na wanadamu tumepewa bure. Tunapewa bure ili vitumike kwa faida ya Mungu, kwa faida ya kanisa, lakini pia kwa faida yetu sisi wenyewe. Sasa vitu hivi viwili japo vyote vinatoka kwa Mungu, lakini iko tofauti ndogo sana ambayo nitaisema hivi punde. Neno vipawa kwenye Biblia ni vipawa pewavyo mwanadamu na Mungu pasipo ushawishi au juhudi yoyote. Vipawa hutokea hata bila elimu ya kusomea darasani. Kwa vipawa ni vile vitu ambavyo mtu anaweza kuzaliwa nacho. Anaweza kuzaliwa nacho au akaongezewa ujuzi. Kwa mfano, mtu ni mwimbaji kwa asili au ni mwanariadha, anazaliwa tu ni mwanariadha, ila anahitaji mafunzo kidogo, mazoezi ya kuimarisha afya yake ili aweze kuendeleza kile kipawa chake. Hali kadhalika mwimbaji anazaliwa tu na kipawa cha uimbaji. Leo mimi hapa nikiimbisha, hapa nikasimama nikiimbisha, sidhani kama mwitikio utakuwa ni mkubwa, lakini ule bwana mdogo pale alivyoimbisha leo, wenyewe mliona kwamba kanisa limezizima. Ni kwamba ana kipawa ambacho amezaliwa nacho Mwenyezi Mungu. Sasa tunaposoma Biblia tunaona kwamba kipawa ni huduma apewayo mwanadamu itumikayo katika kanisa. Mfano, katika Agano la Kale ukuhani ilikuwa ni kipawa. Kuwa mwalimu ni kipawa, au nabii ni kipawa. Ukisoma pale kwenye kitabu kile cha Hesabu, labda nisahau kusema, ningeomba Biblia tuzisogeze karibu, wale wasomaji wa Biblia tuzisogeze karibu, kwa sababu mtafanya rejea kadhaa. Ukisoma Hesabu ile sura ya 8 mstari wa 19, tunaona kwamba familia ile ya Harun ilipewa ukuhani. Bwana Yesu asifiwe. Maneno ya Mungu pale anasema, nami nimempa Harun hao Walawi wawe kipawa chake yeye na wanawe kutoka kwa wana wa Israeli, ili watumike utumishi wa wana wa Israeli katika hema ya kukutania, kisha wafanye upatanisho kwa ajili ya wana wa Israeli, ili kusiwe na maradhi kati ya wana wa Israeli hapo wana wa Israeli watakapokaribia mahali patakatifu. Kwa hiyo kumbe kile kipawa cha ukuhani Walawi walipewa na Mwenyezi Mungu. Sio kwamba walijitangaza wenyewe kwamba sasa sisi tunakuwa makuhani. Siku hizi mimi huwa nasikia, sijajua huwa wanapewa kutoka wapi, huwa nasikia watu wanajiita nabii, wengine wanajiita mitume. Sasa sijajua wao wamepewaje. Lakini katika Agano Jipya, Mtume Paulo katika kitabu kile cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 7 anatamka kwamba amepewa kazi ya hudumu na Mwenyezi Mungu. Ninaomba tufungue pale Waefeso. Waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso sura ya 3 mstari wa 7. Aliyepata naomba asome. Asante. Mtume Paulo anasema alifanywa mhudumu kwa injili hiyo ambayo alikuwa amefundisha.
anasema nalifanya mhudumu wake kwa kadri ya kipawa cha neema ya Mungu. Kwa hiyo ina maana kipawa kile cha kufundisha, Mtume Paulo anasema hakuzaliwa nacho yeye, bali amepewa na Mwenyezi Mungu. Hajasomea mahala. Biblia hajasema mahala kwamba Paulo alienda chuo cha kufundisha, lakini alipewa kipawa na Mwenyezi Mungu. Ukiacha sasa hivyo vipawa vya kiroho, vipo vipawa vya kimwili. Vipawa vya kimwili ambavyo kwa neno lingine tunaita vipaji. Vile vipawa vya kimwili tunaita vipaji. Vile nilivyoanza kule ni vya kiroho. Sasa vipaji navyo tunapewa na Mwenyezi Mungu. Mungu mpa kila mmoja uwezo wa vipaji vya pekee. Wengine wanafanya biashara. Ukiangalia wale Waarabu ukiangalia wengi humu mtaani humu nchini humu, Waarabu ndio wafanya biashara. Uongo kweli? Waarabu ndio waliotuuzia mkate. Kila mtu kama amekula mkate nyumbani kwake asubuhi ya leo, ule unga umetoka kwa Mwarabu. Kama hujatoka kwa Azam, umetoka Azania. Kama hujatoka Azania, umetoka sio Oilcom, sio umetoka Camel. Wote hao ni Waarabu. Kama sio Waarabu pase, ni wale wenye unasaba na Waarabu. Hao ni wafanyabiashara kwa asili. Lakini kuna hawa Waisraeli hawa. Unajua ukiangalia matajiri wengi wakubwa kule Marekani, ukichunguza asili yao ni Waisraeli. Mnaanza biashara wewe leo na yeye, mwisho wa mwaka nafunga mahesabu, wenzio yuko kule, wewe uko bado unasumbua hangaika, mitaji nasumbua. Mwenzio mitaji ile ameshapenda nani? Kwamba ni kipaji ambacho amepewa na Mwenyezi Mungu tangia alipozaliwa. Lakini wengine wakulima, wengine wafanya maseremala, waashi, madaktari, wauguzi, mama wa nyumba, mafundi wa kushona na taaluma na vipaji mbalimbali. Nitataka nisemee haya mambo mawili hapa kwenye ukulima. Ukulima na ufugaji huwa vinaenda pamoja. Masai ng'ombe wake huwa hafi. Je, anajua Mwenyezi Mungu alivyomuumba Masai na udaktari amempa wa mifugo. Lakini sisi ambao yawezekana hicho sio kipaji ambacho tumepewa na Mwenyezi Mungu, ukifuga kidogo mwisho wa mwaka unakuta wewe ng'ombe wako haongezeki. Mwenzio kutoka Januari mpaka Disemba na hesabu mifugo yake imedabo. Lakini wewe ya kwako haijadabo. Unafuga ng'ombe wa maziwa hata lita 15 kwa siku ukabuni. Sasa wewe unasema mimi mfugaji. Ni kwamba umedandia kipaji ambacho sio chako. Unatakiwa sasa urudi kwa Mwenyezi Mungu, upige magoti, muulize mimi kazi yangu ni nini? Ukisoma pale kile kitabu cha Mwanzo, wakati Yakobo anagawa wosia kwa watoto wake, kila mtu alimpa kazi ya kufanya, na hakuna mtu alimpa kazi mbili. Alimpa kila mtu kazi ya kufanya. Maanake kwamba mtu natakiwa ushike kazi hii moja. Hapa kuna watu wafanya kazi wana mashamba. Sio kaange kama naona shamba. Kuna wafanya kazi hapa wana mashamba. Kila weekend unasikia anakwenda shamba. Kule shamba kule unaweza kukuta na eka moja na eka mbili, amepanda migomba yake 5, 10, 20. Lakini wewe migomba kila mwaka, wewe kama umepanda migomba 20 unatakiwa uvune mikungu zaidi ya 20. Wewe mwaka unaisha mikungu yako haivuni. Nimepata leo nimevuna mikungu 2 na nimerudi na ndizi kutoka shamba. Au umefuga nguruwe wako kadhaa kule. Wenzio nguruwe ni biashara, inawapa utajiri kabisa, lakini wewe wako mwaka hadi mwaka unalisha, unahangaika na nini? Kwa nini? Ile sio kipaji chako. Nenda mbele ya Mwenyezi Mungu, muulize kazi yangu mimi ni nini? Ile kazi ndio ushike uende nayo, hakika utafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Katika Agano Jipya tunasoma kuwa kipawa kilicho kikuu, ukiacha sasa vile vipawa vya mwili, kuna kipawa kilicho kikuu ambacho mwanadamu tumepewa, nacho ni Roho Mtakatifu. Ukisoma pale Injili ya Luka 11 hadi 13. Luka 11 hadi 13. Aliyesoma, nimesema tutaenda pana. Aliyepata soma. Maana ni yule kwenu aliye baba, ambaye mwanaye ameomba mkate anampa jiwe au samaki, badala ya samaki atampa nyoka, au akimwomba yai atampa nge. Basi mkiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je, Baba aliye mbinguni hatazidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao waombao? Hapo Luka anatuambia kipaji cha uzazi au kipawa cha ulezi ambacho mtu amezaliwa nacho. Mtu afundishwe, hakuna chuo ambacho huwa tunafundishwa namna ya kulea mtoto. Hakuna. Akizaliwa, hata mnyama akizaliwa anajua kwamba mtoto anatakiwa anyonyeshwe. Na mama akishajifungua anajua mtoto lazima anyonyeshwe. Hapa mwinjilisti huyo na Dr. Luka anatuambia kwamba wewe kama mzazi unajua mtoto anataka nini, wakati gani, na unampa ombi lake kwa wakati sahihi. Hicho ni kipawa ambacho umepewa na Mwenyezi Mungu. Twende pale Matendo 2:38. Matendo 2:38. Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Sasa hapa ndio pale tunasema kwamba katika Agano Jipya kipawa ambacho tumepewa ni Roho Mtakatifu. Mwingine asome waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 9 mstari wa 15. Mwingine anasema Wakorinto wa pili 9:15. Tutasoma kwa Roho Mtakatifu. Mungu ashukuriwe kwa sababu ya kipawa chake kilichoweza kukisifu kama ipasavyo. Sasa kipawa chake ndio hiki hapa, Roho Mtakatifu. Sasa tunapokeeje sasa kipawa hiki cha Roho Mtakatifu? Tunapokeeje? Hapa imetokea kama Kiingereza tunasema coincidence. Yaani imetokea kama matukio mawili, tukio limetokea ambalo halikusudiwa lakini linaendana na lile ambalo linaenda kufanyika. Baba mchungaji Maganga aliposimama hapa ameeleza yote ambayo mtu anatakiwa kufanya ili apokee kipawa cha Roho Mtakatifu. Haleluya! Haleluya! Huwezi ukapokea Roho Mtakatifu kama matendo yako hayaendani na maagizo ya Mungu. Tumesoma amri 10. Zile ndio tunatakiwa tuzifuate. Tumepokea mafundisho katika ya kutoa sadaka, ndio tunatakiwa tuyafuate. Mchungaji amekazia hapa kwa ufafanuzi, yale ndio tunatakiwa tuyafuate. Tukiyafuata hayo tunapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Sasa unakuta mtu engineer, msanifu majengo, ni fundi, au mwingine ni mwimbaji, au mwingine ni mfanyabiashara mzuri, au amepata bahati ya kuwa na kazi nzuri, amepata vile vipawa ambavyo Mwenyezi Mungu amempa, vipawa mbalimbali amepewa. Lakini unakuta mtu huyu hatumii
vipawa na vipaji hivi kwa ajili ya kumtukuza Mungu. Hatumii vipaji na vipawa hivi kwa ajili ya kutumikia kanisa. Mara nyingi anavitumia hivi kwa ajili yake mwenyewe binafsi. Sasa amri tuliopewa kuu nasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa akili zako zote. Ukimpenda Mungu kikweli kweli, hutafanya haya. Hutatumia vipawa ulionavyo kwa ajili yako wewe binafsi, maana tutakuwa humpendi Mungu ambaye ndiye anayekupa hivi bure. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mtu ni mwimbaji mzuri kabisa. Vijana nilianza kuwapongeza hapa kwamba vipawa vyenu mnavitumia vizuri, na nikasema muendelee hivyo hivyo. Sijasema kwaya ya ushirika mtumie vipawa vyenu vizuri. Leo siku yenu haikuwa nzuri, lakini ninyi ndio icon ya uimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Nadhani hamkufanya mazoezi. Alafu dada nani ni mjuzi wa kuonya, akaona ule wimbo akatize tu, manake wanapoenda safari inaonekana inapotea zaidi. Lakini wapo watu kwenu humu ambao wamejaliwa vipaji vya kuimba. Tukisema leo wewe tunataka unaongoza kundi la kwaya hii ya ushirika, tukisema wewe uongoze kwaya hii ya vijana, anarudi nyuma. Kuna watu humu wamejaliwa vipawa mbalimbali. Tukisema tunaomba sasa hivyo vitumike, angalau wewe ni mfanyabiashara mzuri, angalau wewe umepata kazi nzuri, angalau wewe umepata kitu yote kizuri, toa basi hata sadaka. Mwenyezi Mungu amesema mmeniibia zaka pale kwenye Malaki 3:10 nadhani. Amesema toeni zaka kamili, lakini unakuta wewe umebarikiwa huko na vipawa hivi, zaka utoi. Sasa Roho Mtakatifu hawezi akaja huko. Uweze ukapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Unapokea kipawa cha Roho Mtakatifu kwa kushika sheria za Mungu, kwa kushika maagizo ya Mungu, kwa kushika amri za Mungu. Haleluya. Sasa ukwisha kupokea sasa karama ya Roho Mtakatifu, sasa Roho mwenyewe anaanza kugawa karama zingine ndani. Sasa hizo sasa hazigawiwi kwa mtu ambaye hajampokea Roho Mtakatifu. Karama hizi haziendi. Nilisema kuna vipawa na karama. Sasa karama haiendi kwa yule ambaye hajampokea Roho Mtakatifu. Haleluya. Sasa ukitekeleza wajibu wako, Roho Mtakatifu atakuja ndani yako, utakuwa na kipawa hicho. Sasa anasema Roho mwenyewe sasa anaanza kugawa karama ndani ya waumini ili zitende kazi katika kanisa. Karama zote hufanya kazi kama Roho Mtakatifu apendavyo yeye. Ukitaka rejea hiyo utasoma Korinto wa kwanza, waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto sura 12 mstari wa 11. Utasoma rejea kwa wakati wako. Hasa karama za kiroho ni kama vile hekima. Hizo ni karama za kiroho sasa. Hekima, maarifa, imani, kuponya kwa njia ya maombi, miujiza, unabii, kunena kwa lugha na kupambanua lugha. Pamoja na karama hizo iko karama kuu. Sasa karama kuu ni upendo. Sisi kanisa letu la Moravian ni kanisa la umoja wa ndugu, si ndio? Umoja wa ndugu. Je, tunaishi hiyo kauli mbiu ya kanisa letu? Ni kweli kwamba sisi ni ndugu? Tunaishi karama ya upendo kama ndugu? Wa Moravian wa Kigamboni. Hapa kwenye majumba yetu huko, wengine chakula kikipikwa, kisha kula kikibaki kiporo, mnaenda mnamwaga kule kwenye jalala.
Wakati kuna Mkristo mwenzako humu hajapata kifungua kinywa na hata cha mchana hana uhakika nacho. Wengine tuna manguo tumeanza kununua, kila baada ya miezi mitatu tunanunua nguo. Kila baada ya miezi mitatu tunanunua nguo. Hasa miaka yote zile ulizonunua umeacha kuvaa. Unakusanya tu maboksi kule, anakuwa yanabana nafasi tu, umejaa matakataka. Wapo watu wengine wanahitaji nguo mwaka mzima, unakutana na watu huko mtaani, shati amevaa limepauka, limekunjana huku chini. Wakati wewe una mashati kule kwenye makabati yako yamekaa tu, unasogeza tu, unafunga kwenye maboksi, lakini hugawi kwa watu. Hiyo karama ya upendo iko ndani yako? Lakini hata kuwatembelea wagonjwa, sisi hapa tangaza, sisi watu tuna kawaida ya kutoa tangazo. Wakristo tuna kawaida ya kutoa matangazo. Jamani fulani ana udhaifu, jamani fulani iko hivi na hivi. Tunatangaza kwamba yule ambaye atakuwa amepata nafasi aende akamtembelee. Ukienda kumtembelea mgonjwa, beba chochote, kasabuni, kachungwa, kafanye nini. Hapo ndio unakuwa umetimiza karama ya upendo. Na kauli mbiu ya kanisa letu kwamba ni kanisa la umoja wa ndugu. Sasa ndugu gani ambao mwenzao akiugua hawaendi kumuona? Hao ni ndugu gani? Karama ile ya upendo iko ndani yako, itakuwa haipo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kweli kwamba siku moja kila mmoja wetu atawajibika mbele za Mungu kuhusu matumizi ya vipawa na karama alizopewa. Na nguvu nyingi za vipawa waliopewa wanadamu hawavitumii ipasavyo. Sasa hivi hapa asubuhi tulikuwa na siku ya leo, ni siku ya hamasa, kuhamasisha juu ya ujenzi. Na leo mtaa kiongozi, jumuiya kiongozi ni Mji Mwema. Nikawa nafuatilia mapato yaliyopatikana kwenye ile ibada ya kwanza, nikaambia kulikuwa na shilingi 200,000. Nikawa nafuatilia mpango wetu wa ujenzi tulikuwa tumepatana hapa. Tulisema mwaka huu ni lazima tupaue. Sasa nikawa naangalia, bahati nzuri wanachungulia hata kwenye kana mwezi wa ngapi? Mwezi wa 5. Mwezi wa 5, ujao mwezi wa 6 tutakuwa nusu mwaka. Kwa mahesabu mkiwa nusu mwaka lazima mwe mmefikia nusu sasa ya yale makisio mlioweka. Sasa tukaangalia hapa mbona kama hatutafika. Tutapaua hiyo nani? Hatutapaua. Kwa nini? Kwa sababu Wakristo wa Kigamboni hawatumii vizuri vipawa na vipaji walivyonavyo katika kumtolea Mwenyezi Mungu aliyewapa hivyo vipawa bure. Bwana Yesu asifiwe. Yawezekana sasa Roho wa Mungu hayupo ndani yao kuwakumbusha, kuwafundisha. Yawezekana wamemsukumia kule nje. Nimesema yawezekana, sijasema hayupo. Nimesema yawezekana. Kwa hiyo msije mkanukuu vibaya. Lakini Mungu amemweka kila mmoja kuwa wakili juu ya vipawa vilivyotolewa, na kila mmoja atatoa kwa hesabu yake. Kwa hiyo sisi wote hapa kama mawakili wa vipawa tuliopewa na Mungu, tunapaswa kutoa hesabu. Tunapaswa kutoa hesabu hapa madhabahuni kila mwaka, lakini siku ya mwisho tutatoa hesabu mbele ya Mwenyezi Mungu. Utaulizwa, wewe ulishiriki vipi katika kufanya kazi ya Mungu? Tunafunua kwenye daftari hata la ujenzi, tunaona mtu hayupo, lakini tunaona kwamba kipato alikuwa nacho. Sasa wewe mwingine piga hata makofi kwa wale ambao wametoa. Kama huna kabisa, wewe piga hata makofi au waombee. Bwana Yesu asifiwe. Maana Mungu anasema hivi, Yesu anasema hivi, tusipotumia vizuri vipawa tulivyo navyo tutanyang'anywa. Sasa utanyang'anywa wakati gani? Mwenyezi Mungu anajua. Unakuta wewe mambo yako hayaendi, unaomba, sasa unaanza kuhama makanisa. Naomba hapa, akija mtumishi hapa
tuombee wenye shida, umetoka mbele unaombewa. Ukitoka hapo unaenda ile kanisa liko pale kwa Maningi, unaenda unaombewa. Ukitoka hapo unaenda kanisa jingine liko kule kwa Bendera kule Baraboko kule. Ukitoka hapo utaenda kwa Pastor Suguye, unazunguka unakwenda. Kwa nini? Roho wa Mungu hayuko ndani yako, na amesema mambo mengine yatakuja. Hasa pote huko wanaombea watumishi wa Mungu, wanajitahidi, lakini jambo haliendi kwa sababu huku hakuna rutuba, huku ndani rutuba ya kupokea yale maombi unayoombewa. Pote kuna hangaika, mtu wa Mungu, unahangaika, unachoka bure. Nasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Kumbe vipawa hivi wewe unavitumia vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akawaambia kwamba yule bwana aliyewapa talanta wale watumwa wake, akasema, wewe mtumwa mbaya, nyang'anyeni hiyo talanta moja alionayo, mpeni yule mwenye 5. Sasa na sisi hapa, kama hatutumii vizuri talanta tulizopewa, hatutumii vizuri vipawa tulivyopewa, Mwenyezi Mungu atavinyang'anya. Atavinyang'anya, utabaki tu. Hapo ndo unakuwa unahangaika huko na kule. Tutumie vipawa na karama tulizopewa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya utukufu wake Mungu. Haleluya. Vipaji visipotumika kwa mapenzi ya Mungu hubadilika kuwa uovu. Mfano, wakulima wakigoma kulima, wengine watakosa chakula. Wakulima wakigoma kulima ni uovu, lakini ule uovu utawadhuru walio wengi. Niliwaambia asubuhi, nakumbuka mwaka 1996 sio wakulima wa mikoa ya nyanda za juu waligoma kulima, ila daraja lilikatika pale Ruaha Mbuyuni, wakati ulikuwa utawala wa Mkapa. Daraja lilikatika pale kwa siku 3, bei ya chakula ilipanda huko Dar es Salaam. Siku 3 tu daraja limepatika, na rais akaagiza, wakati ule mkuu wa majeshi General Mboma akasema mpige kambi pale, lazima daraja likamilike. Sasa hapo hawakugoma, ila tu miundombinu iliharibika. Je, wakigoma kulima kule itakuwaje? Itakuwa shida, ingawa nao shida itawakabili. Lakini wakati fulani nikiwa nasoma chuo kikuu miaka ya 90 kulikuwa na migomo mingi sana ya madaktari. Wakati ulikuwa utawala wa Mwinyi, hali ya kiuchumi ilikuwa sio nzuri sana. Wakati wale madaktari wanagoma kule Muhimbili, walikufa wagonjwa wengi tu, kwa sababu mwingine anatakiwa afanyie operation leo saa 6 mchana, lakini daktari yuko kwenye mgomo. Mwingine anatakiwa aone na daktari yuko kwenye mgomo. Kwa watu wanadhulika. Kwa hiyo kumbe, kila mtu asipotumia kipawa chake vizuri, unakuwa ni uovu. Ule uovu unakuwa na madhara kwa taifa la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wafanyakazi viwandani huko wakigoma, wengine watakosa mahitaji muhimu. Walimu wakigoma, nchi itajaa ujinga. Kila mmoja angetumia vipawa vyake bila uchoyo, mara moja kanisa lingejitegemea katika mapato na matumizi ya mali. Na dhambi mbaya ya Mkristo wa sasa ni pale anapouza vipawa vyake kwa manufaa yake binafsi. Mungu alitupa vipawa ili tuvitumie bure na kwa manufaa ya wengine. Huko ndiko kumpenda Mungu. Sasa kuuza vipawa, nilisema asubuhi kwamba baadhi ya watumishi ndio wanasikia huko wanauza sijui maji ya baraka, sijui mafuta ya upako, sijui vitambaa, leso za nini, sijui chumvi ya baraka. Na Moraviani mloka hapa mnaenda kununua. Bwana Yesu asifiwe.
Kwenye somo lile la pili tumesikia Petro alivyoenda kumfufua yule Tabita. Neno limesema aliyofika pale aliwatoa wote nje, akaomba. Alivyoomba akamuita Tabita, Tabita katika, Tabita kafufuka. Wametuambia pale kwamba alimwagia mafuta, au kuna kitu kingine chochote alifanya zaidi ya kumwombea? Lakini tunaona kwamba Yesu aliyomponya ule kipofu, kuna jambo jingine lote alifanya zaidi ya kuomba. Sasa inakuwaje Mkristo wa leo unaamini katika vitu ambavyo havipo katika Biblia? Labda mimi sijasoma vizuri Biblia, wachungaji mtanisaidia na Roho wa Mungu anisamehe kama sijasoma vizuri Biblia nikaona kwamba kuna chumvi ya upako, kuna mafuta ya upako, si kuna vitambaa gani, si kuna nini. Mimi sijaona. Kuna viboko vya upako. Kuna kanisa moja niliangalia kule kwenye mtandao, yule mchungaji ana kiboko. Kwa hiyo unapita pale ili upate sijui ile ndo ondoleo la dhambi, sijui ndo upako. Na unapita pale viboko wa. Sasa nachukua picha, ningemuona kakaangu Barnabas Kasiupa anapita pale mbele, anapiga mkwaju wa. Lakini kuna kwingine niliona yule mchungaji amekaa kwenye stulu, hasa miguu yake ile ndo maji yale anaosha miguu yake, ndo watu wanachukua ile maji nawa uso. Nikasema sasa hii nini? Na watu wengi wa Afrika, ila sikuona wazungu. Bahati mbaya huko kote huko wazungu kusema kweli sijawaona, ila wa Afrika ndo nimewaona wengi. Tunaenda huko. Sasa neno hapa linatuambia kwamba ili upokee karama ya Roho Mtakatifu lazima uache matendo yote maovu. Mchungaji alifafanua, alienda kwa mifano ile hai, lakini mimi najumulisha kwa matendo yote maovu. Huko mtaani Mkristo usomeke, barua Mkristo isomeke. Lakini unakuta sasa huyu Mkristo ambaye ana kusudia kupokea Roho Mtakatifu ndio amevaa kinguo, ukiona na jamani, unapita upande mwingine unafanya kama una mtu anafanya umfahamu, unapita hivi. Unakuta vijana, lakini vijana wa Kimorevi anaziona wamevaa zile suruali, vile visuruali huku chini viko kama chupa, vimeshika kama chupa kabisa huko. Halafu huku imeshuka, huku nyuma huku imeshuka. Huyo ndo kijana wa Kimorevian. Ila nyie sijaona. Lakini kule mtaani huwa nakutana nao. Sasa Roho Mtakatifu ataingia kwa hawa. Ile karama ya upendo itaingia kwa hawa. Haiwezi kuingia. Lakini unasema kwamba hiyo ni dhambi mbaya sasa ya Mkristo, ambapo unauza vipawa. Sasa vipawa ndo kama vile ambao wenzetu wanauza, lakini neno linasema ni dhambi mbaya. Kwa hilo mimi nawaachia wenyewe.